Wilaya anakuja. Sawa eh? Jumatatu mkuu wa wilaya anakuja. Sio, unanielewa eh? Kama ameshajiridhisha kwamba eneo alijalipa fidia, hilo eneo ni la kwenu. Umeelewa bwana? Hilo eneo ni la mkuu wa wilaya, atalipa majawabu. Na kama mkurugenzi unalihitaji eneo na imebainika kwamba halina fidia, kana na hawa watu mnunue. Maeneo ni gharama. Ila tunaomba viongozi wa serikali wasikusumbue, kwa sababu kuna kila siku mara unasikia panauzwa, mara siku pamefanya. Nimekuja mimi mkuu wa mkoa hapa kusumbua. Hivi wanakuwa wanajielewa kweli? Mpaka hapo mgogoro haupo tena kwa mwenyekiti wa yoyote huko chini, upo kwa mkuu wa mkoa. Na ndio maana toa maelekezo kwa mkuu wa nani? Yaani mkuu wa wilaya ndio anayetakiwa kwenda pale. Sio tena chini. Sijui umenielewa? Sio tena chini. Kwa hiyo huo mgogoro wenu Jumatatu tutanlock kila kitu. Mkurugenzi kama kweli atasema mimi sina eneo kabisa la kujenga, sijui nasale, sijui shule, kwa kweli mkuu wa mkoa sina, nitamwambia sasa kada ile familia mkubaliane muuziane. Waikataa kwamba nini, basi yeye atajua. Yeye anajua mambo yanaenda acquisition. Process zote. Na watu wa ardhi mlioko hapa, mkurugenzi ukishajiridhisha waanzishiwe process zao za kupata eneo lao. Mama ni kweli alifika ofisini kwangu akiwa na malalamiko hayo kwamba kuna mjumbe wangu wa serikali ya mtaa ameenda kusaini mkataba wa manunuzi ya kiwanja. Nikamwambia sisi kama ofisi ya serikali ya mtaa tunafanya kazi kama taasisi. Maana yake mwenyekiti akiwa ameitwa wilayani, akiwa ameitwa watu, wajumbe wake wanabaki. Hiki kilichofanyika ngoja nikifuatilie. Tukamkamata mtumiwa wake. Baada ya kumkamata mtumiwa wake akafikishwa kituo. Ule mkamata lini? Nafikiri wakati tunaelekea kwenye uchaguzi. Hebu mpe mic dada. Mpe mic kwanza dada. Dada, mtumiwa alikamatwa? Mtumiwa alikamatwa tarehe 25 mwezi wa 10 ambapo nilimkamata mimi mwenyewe bila yeye. Yaani yeye hakuwepo kabisa. Yeye hakuwepo kabisa. Hakuwepo kabisa, na hata mpaka hiyo dhamana imekuja kutoka ni baada ya mimi kumpigia simu nikamwambia nilikuwa na kesi fulani hivi na hivi na hivi, mtu tumeshamkamata, na yeye mwenyewe akaja akaandika barua ya dhamana. Nadhani kisheria inaruhusiwa. Dhamana ni haki ya mtu, yeye inatambulika. Lakini sasa yeye imekuwa ni ngumu kunipa mimi msaada kwa sababu mimi siwezi kumkamata tena mimi mwenyewe kwa watu wale ambao nilikuwa nimewatumia. Dhamana alitoa nani? Dhamana alitoa yeye mwenyewe. Kwa kumdhamini nani? Kwa kumdhamini yule mtumiwa. Huyo Juma Salumu Ali. Ambaye mpaka leo ndio mnadaiana. Ambaye mpaka leo tunadaiana na simu. Na haeleweki alipo. Haeleweki alipo. Ila ukifika. Na ulilipa milioni 5. Nililipa milioni 5 cash. Mwenyekiti akadhamini kwa barua. Akadhamini kwa barua ndio. Mpe maiki mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Sisi tunatoa barua za utambulisho za kudhamini watuhumiwa wakiwa kituoni. Kwa hiyo ni taratibu kabisa za kisheria, kwenye viti wa mitaa tunatoa barua za dhamana. Maana yake ndugu wakija kuomba barua ya dhamana kwa mtuhumiwa tunawaandika. Tulifanya hivyo, na kwa bahati mbaya sana wakati huyu dada amemkamata huyu Juma tulikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Baadaye lock up ilikuwa na watu wengi sana, kiasi ambacho mkuu wa polisi alishauri, nafikiri alimshauri mwenyewe, kwamba hawa inabidi tuwadhamini kwa sababu ya hili jambo lililopo kwa sasa. Toka hapo kukawa na hizo pilika za uchaguzi. Hivi karibuni na leo nilimwita ofisini kwangu. Buda. Leo alikuwa anakuja kwa mkuu wa mkoa. Hapana. Huyu dada aliomba appointment toka wiki iliyopita kwamba mwenyekiti itakuja ofisini kwako kwa ajili ya jambo la Juma. Na Juma tukamwandikia barua ya wito afike ofisini kwangu leo. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba sijajua kama amekuja ofisini. Mwenyekiti. Naam. Yule mjumbe aliyedhamini yuko hapa. Yule mjumbe aliyesaini. Mjumbe aliyesaini huo mkataba inawezekana sasa akawepo ofisini, na yeye nilimwita leo ofisini. Na huyo Juma na huyu dada. Huyo mjumbe, ngoja kwanza taratibu. Huyo mjumbe aliyesaini hapa ni mjumbe wako? Ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Unamfahamu? Namfahamu. Na ulimpa mamlaka hayo ya kwenda huko? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huwa hatutoi mamlaka. Kama hivi niko huko kwenye kikao chako mheshimiwa, kule kuna mtu anaweza kawa anahitaji kufanya biashara.
lakini ofisi yangu, muhuri wangu ndio unabaki ofisini kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa wenyewe una mjumbe yoyote anavala mamlaka na ule muhuri. Kwa hiyo saa hizi pale wananchi wanapata huduma kwa sababu mwenyekiti huwezi kutoka nao. Nachosema kwa mfano mimi hapa mkuu wa mkoa, muhuri wangu mimi mkuu wa mkoa, hakuna mwenye mamlaka nao mwingine, lakini kama barua anaweza kuandika kwa niaba. Sawa kwa niaba anaweza kaandika labda rasi au nani, lakini sio kugonga ule muhuri wangu mimi. Je, huko chini nyinyi mwenye muhuri wa mwenyekiti unagongwa na mjumbe na nani yoyote? Mheshimiwa, kwa sababu ofisi yangu ina mihuri miwili. Muhuri mmoja ni wa afisa mtendaji, muhuri mwingine ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ambao huu muhuri tunautumia mimi na wajumbe wote wa serikali ya mtaa. Hebu mnisaidie kwanza hapa, maana naona ngojeni kwanza baba. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hichi kinachoelezwa hapa, mimi nadili kila siku na masuala ya ardhi. This is a planned event. Yaani hili ni tukio lililopangwa kwa kifupi. Kwa nini? Moja, mjumbe wa serikali ya mtaa unaposaini ile fomu, ina maana unabeba dhamana kwamba huyu anayeuza hii ardhi ni yake. Umewekwa pale kwa sababu wewe ni mwenyeji wa lile eneo. Kama mtu anauza humjui, unamtilia mashaka, hutakiwi kusaini, unatakiwa kugoma kusaini. Baada ya kugoma, unatakiwa kumwandikia barua kwamba huyu mimi simfahamu kama anamiliki eneo hili, hivyo nimeshindwa kusaini fomu yake. Unapoweka sahihi tu, ina maana unabariki kwamba huyu mtu anayeuza hii ardhi ni yake, kwa sababu hii ardhi inamilikiwa kiasili, na nyinyi mko huku chini, mko pamoja na hii jamii, mnajua kabisa ardhi hii ni ya nani. Ndio maana mkurugenzi kabla ya kuanzisha hati anataka nyinyi mnaoishi na hawa wananchi mthibitishe hii ardhi anayeuza ni ya kwake, hii ardhi anayeomba kupimiwa ni ya kwake. Kwa hiyo Mheshimiwa RC hapa, yeyote ambaye amesaini hiyo fomu na akasababisha huyu dada kutapeliwa, ana swali la kutujibu. Alisaini katika misingi ipi? Hilo ni swala la msingi sana. Hatuwezi kuzuia haya maswala kama tutaoneana aibu. Huo ndio ukweli. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa RC, ikikupendeza, mjumbe yeyote aliyeweka sahihi pale aje tueleze ilikuwa kwa nini, alikuwa na malengo gani, wakati anajua hili eneo sio la mhusika. Haiwezekani Mheshimiwa RC katika mtaa. Huyu ni kamishna wa ardhi, kamishna msaidizi wa ardhi, ambaye hiyo ni taaluma sasa ya kwake huko. Mwenyekiti, umeelewa jambo hili? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimeelewa jambo hili kwa sababu na mwenyekiti, unafahamu moja ya maeneo yenye migogoro mikubwa ni pamoja na mtaa wako. Ni kweli. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unajua ni kwa nini? Naomba mheshimiwa nisikize kidogo. Wewe kama mwenyekiti unajua ni kwa nini? Sababu najua kwa sababu niko kata ya Magwepande, lakini ndio eneo ambalo limekuwa na migogoro mingi, lakini kwa sasa tunaendelea kuimaliza kwa sababu tuna mradi wa upimaji ambao tumeshatoa hati za. Kuna migogoro pia mingi kwa sababu ya janja janja. Ninyi ni wenye viti wangu na wafahamu in out. Hii alichokizungumza kamishna hapa awali msaidizi, haiwezekani mtu aje na fomu iliyogongwa muhuri inayotoka kwenye ofisi yako, halafu baada ya dada kuomba appointment ya wiki iliyopita kuja kwako, wewe unampigia leo ambayo ndio mkuu wa mkoa anakuja kama ndio aje kwako. Sio mimi mheshimiwa. Si ndio ulipoeleza leo, si ndio umesema mlikutana? Hapana mheshimiwa. Amekuja wiki iliyopita, nikamwandikia barua ya wito. Aje lini? Aje leo kwa sababu leo ni siku ya migogoro ofisini kwangu. Maana yake kila Jumanne, mpe mic. kila Ijumaa. Mpe mic.
Kwa hiyo wewe ulitaka aje leo wakati wewe leo unakuja kwa mkuu wa mkoa. Hapana mheshimiwa. Katiba hapa ni kweli ya mwanzo iliyoainishwa. Hebu Mheshimiwa, hali halisi iko hivi. Sikwenda pale ofisini, ile siku nilienda pale, sikwenda kwa lengo la kuchukua barua ya kumuita mtu yoyote, wala sikwenda pale kwa appointment. Nilimpigia simu nikamueleza kwamba mwenyekiti, nampigia simu mtuhumiwa wangu simpati. Leta kwanza hiyo fomu. Walimwambia mwenyekiti nampigia mtu umpati, si ndio? Hii ndio pewa. Walio saini akina nani? Walio saini hapa, aliyesaini hapo ni mkuu wa serikali ya mtaa Abdalla Ramadhani Gombero. Alafu na pia huyo Abdalla Ramadhani Gombero. Hawa shahidi wa muuzaji ni akina nani? Shahidi wa muuzaji au watu mimi niliwaona siku ile pale, lakini sijawahi kuwaona tena. Wala hii kuna namba zimeandikwa hapo haipatikani. Na mwenyekiti ndo aliandika barua ya kuwadhamini hao. Na mwenyekiti ndo aliandika barua ya kumdhamini huyo Juma. Na vile mwenyekiti huyu Juma tunamfahamu? Anamfahamu kwa sababu anamfahamu mheshimiwa, naomba nielezee kwa sababu hii ni taarifa ambayo nilipata kutoka kwa watu wanaomfahamu huyu mwenyekiti vizuri. Ndio. Wanasema kwamba huyu mwenyekiti yule mama aliyemuoa dada yake na yule mama ndio binti yake ameolewa na huyu mtuhumiwa. Ndio, na siku ya kwenda ya kutoa ile barua ya udhamini, mke wa mtuhumiwa pamoja na shemeji yake na mwenyekiti ndio walienda kuwasilisha ile barua pale, yule mtuhumiwa akatolewa. Hizo ni taarifa nilizozipata, sijazithibitisha, lakini ndio taarifa nilizokuwa nimezipata. Haya, eleza mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mama kweli aliuziwa kiwanja na huyo mtu anaitwa Juma. Na huyu mama nimemshauri, kamwambia mifumo ya umalizaji wa migogoro kwenye eneo langu la mtaa wa Mji Mpya, maana yake sio mifumo ambayo inatakiwa mtu amechukua fedha ya mtu tuje tumpeleke mahakamani. Tunamwita Juma, tunakwenda kwake, tunapima eneo linalolingana na ukubwa wa eneo lako, tunamalizana hapo hapo, wala sio swala la kwenda huko na kukutaka. Na ndio maana leo alikuja lengo tukakate kwa Juma, ili Juma ikiwezekana aondoke pale, tumpe huyu mama, kwa sababu tulishachoka na migogoro kwenye maeneo haya. Labda mwenyekiti, unajua ukimwangalia huyu dada anapo present jambo lake ametulia sana. Sasa mwenyekiti, Saidi Selemani, angalia, unamfahamu? Siwafahamu mheshimiwa, na hiyo biashara wakati inafanyika hata sijui mashahidi, hata sijui huyo mjumbe alienda kusaini saa ngapi. Wajumbe si wanawafahamu mtu anaitwa Saidi Selemani, angalia. Wajumbe hao wa serikali ya mtaa, wananchi waulize wa kule kwangu, waulize wananchi wa kule kwangu hapa hawapo mheshimiwa, kwa sababu wako mtaa wa Mji Mpya, hapa ni mtaa wa Kasango. Sasa mimi nisikilize kwanza, umri wa huyu dada ni mdogo sana. Ndio. Na haya mambo, kumbuka ule mgogoro wa kwanza, wewe umekwenda tena kuanza kutia doa mpaka tunakwenda kwenye hasara. Ndio. Wewe dada, kesho ni juma ngapi? Jumamosi. Mimi nitakuwa pale Coco Beach. Njoo uchukue milioni 5 uliolipa. Nisikilize kwanza. Njoo uchukue milioni 5, na ningekuwa nimetembea nayo hapa ningekulipa hapa. Mwenyekiti, kabla kesho saa 10 nalitaka milioni 5 ambayo mimi napo huko. Muweke kwenye bracket mwenyekiti huyu. Mpaka kesho saa 10. Mpaka kesho saa 10 nitakupa maelekezo mengine. Mimi kwanza saidizi wangu mlitafutia milioni 5. Angalieni kwenye mabegi, chukue na hela zingine kama tumesahau mahali. Usiondoke hapa nije nilipe pesa hiyo muda huu. Dawa ya hao wenye viti ni moja. Na mimi nalipa, wewe ni dhulumu mimi. Na alicho
anachokizungumza hapa kamishna, nikienda pale Kinondo nikiwa na huyu na mkuu wa wilaya na hata mstahiki meya, tutakwenda kuyajua mengi yanayohusu hawa, kwa sababu hii fomu nataka niwaeleze hawa mashahidi wa muuzaji ni mashahidi matapeli, na hizi ni conspiracy, ni michezo ya upamoja. Hawa wanakuwa wanafahamu haya mambo. Huyu mkurugenzi hawezi kutoa hati ya mtu bila hawa kuongea jambo. Sasa kama hawa wanakuwa ni waongo, wanakuwa ni matapeli, wanaongana wezi, tutaumiza Watanzania kule, tutaumiza watu hawa kwa maana hata